Assalamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Amma baada kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, ndugu zangu, kama inavyokuwa ada yetu kila mwaka na baada ya mwaka tunakutana hapa kwa ajili ya jukumu letu, jukumu ambalo la kuenda kurengania masuala ya kidini. Naam, kwa hiyo hapa leo tumekutana na tunaendelea na jambo letu. Naam, au unasemaje shehe? Naam, ndio hivyo, kwa sababu kabla kila baada ya Ramadhani lazima tutoke na kwenda kulingania dini, kwenda kulingania wenzetu wa Waislamu, kutambua thamani ya Uislamu. Lakini kuna taratibu zini baada ya kutoka, haturuhusiwi kuangalia halali wala haramu. Kwa hiyo kitakachofuata hapa tunapotoka, tuzingatie kuangalia chini na kufanya istighfar. Na tutakapofika haturuhusiwi kusimama kwenye madirisha ya watu, na katika milango ya watu kishafika gonga ni mara 3. Tutakapogonga zaidi ya mara 3 hamna alotoka, basi tunaruhusiwa kuondoka, na mzungumzaji anakuaga ni mmoja, na wakuzungumza nao ni wanaume. Endapo ukafika ukawafikishia ujumbe wanaume, wasikilize wasisikilize, mazali tu ujumbe umefanya umefika. Kwa hiyo hamna lingine baki hapa, la msingi kila mtu achukue beti yake, tushaga nyumbani, kila mtu kashacha gharama, twende tukafanye kazi yetu. Naam. Na pia kwenye kukumbushana, ndugu zangu, tunajua kabisa kwamba huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao umejaa neema, umejaa nuru na umejaa mengi mazuri. Mwenyezi Mungu mwezi huu anauangalia kwa weledi kweli, yani kiasi kwamba katika kila majambo tunayofanya katika mwezi huu ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu, basi moja kwa moja linapita. Kwa hiyo kupitia majambo haya naomba tufanye kila njia tupate kwanza hata dua, ili hiyo safari yetu tunaenda kwa ajili ya dua, kwa ajili ya kuipigania Uislamu na kwa ajili ya kupambania Uislamu, Mwenyezi Mungu atufanyie pesi, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema umma huu ndio umma bora, kwa sababu tunakatazana mazuri, tunakatazana mabaya na tunaelimishana mazuri. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata Mtume katika hadithi zake anasema, fikisheni kutoka kwangu hata kama ni aya moja. Kwa hiyo ni uzuri na ni mahaba makubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu wetu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi huu, kuona kabisa tunaacha majambo yetu, tunaacha familia zetu, tunaenda kupambania dini yetu ya Kiislamu. Semeni inshallah. Basi tuanzeni na dua ili Mwenyezi Mungu atutangulie. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. يا رب تقبل الدعاء يا رب تقبل الدعاء. اللهم بارك لنا وأنفسنا في أعمالنا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. بسم الله. Haleluya.
Teleza MC noma, kama na napata kitete wakiniona hakuna wa kuizima hii ngoma. Popo kipiga vitu anapata homa. Wapo kibao walosema nikitaka kutoboa ni amemdongani. Wapo kibao walosema nitaishia kuwa mpia matema. Mziki nimeanza utotoni, kule kodi bei ya Wistoni. Sasa hadithi na buposa. Heri mashe. Mashe metukata simu kweli? Heri bana. Bana, kwa majina anaitwa Sheikh Swaleh, natokea Masjid Kiblateni hapo. Sijua mashehe zangu na baba zangu nani? Naitwa Ramadhani Kidunda. Ramadhani Kidunda. Mashaallah, watu wa maana sana. Bana, Ramadhani Kidunda inapofika mwezi wa Ramadhani kama huu, sisi tunapita kama jamaati ya kimsikiti ambao jamaati ya tablighi kulingania Uislamu wenzetu. Katika mafanikio ya wanadamu hapa duniani, makaburini na kesho akhera, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka ndani ya dini. Na dini kama ni kufuata maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mwendo sahihi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vipi dini kama itaingia ndani ya maisha yetu, inahitajika juhudi. Kwa juhudi hiyo Mungu ashatugusa katika miezi yote ya 12 shelewe, akatuletea mwezi mmoja ambao ni mwezi wa Ramadhani, ambao ni mwezi wa kufunga. Kwa Waislamu wenzangu kama mimi, ningependa kuambia bwana, sisi tuko msikitini hapo mbele hapo. Mashaallah, kwa kama mna muda tunaruhusiwa kwenda tukatangulizana wote mkasikize mazungumzo ya imani, angalau hata dakika 5 tuende masjid pale tukasikize mazungumzo ya imani kidogo yanaendelea. Ili kubwa itakuwa mauzo hapa shehe, tunatoa wengine bwana chakula wida kanka. Yaani mashehe wale hamwendi kuswali, mnaenda kusikiliza mazungumzo ya imani. Yangu shehe watu. Mashehe mnaweza mkabadilika. Bila hivyo shehe, lakini kuna wakati shehe, sio unajua kuna wakati. Ndio anasema shehe wangu, Mungu ni huwa Allahu Samirun Basir. Mungu hujua siri na dhahiri. Wewe ndio unakula wida, lakini kaja kuwa ni shehe mzuri baadaye kama anaanza. Mimi sina ujo. Lakini tuko kwa ajili ya Mungu. Kwa ajili ya Mungu wako. Nione palipotoboka. Leo unaziba ufa kabla kutoja kutoka na kesha. Kufunga atafunga sisi bwana wewe. Wewe kwa kipolo kile nyumbani mwanangu. Chondo. Kuku. Kipaje lete mwanangu utakasema watoto. Mashaallah, mko sawa? Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mko sawa? Naona mshacheza mpira nini? Naona mpumzike kidogo. Umeenda kuoga? Unaoga? Sasa. Bwana watoto, msikiti unapatikana wapi? Hapa mna msikiti. Hapa msikiti? Mmeshija hapa hivi. Ngoja kaombe kaka. Nini tena? Mbona sio hivyo? Kwa nini? Kuna wageni wamekuja. Wageni? Wageni gani hao? Waislamu. Waislamu? Afu nakuulizia. Wametoka wapi? Mimi huko nyuma huko. Mbona katika kijiji chetu kuna Waislamu? Nashangaa. Hakuna msikiti ndio kijiji hiki. Hao Waislamu wanatokea wapi? Hao watakuwa matapeli. Sasa ngoja nivae viatu. Tukawashughulikie. Twende. Yaani sijaenda kutoka babu. Shenzi yangu. Twende. Sio unaenda kijiji chetu hao. Sio tabia. Twende vijana, songa mbele.
Tulia hapo. Tulia. La ilaha illallah wala quwwata illa billah. Asitoke mtu. Ya Latif. Vijana. Ya Latif. Ya Latif. La ilaha illallah. Nyinyi mashehe, Ya Latif. naomba tusikilizane. Nakuja kusambaza uchawi, si ndio? Wewe unajiita Usman Maalim, si ndio? Nimepata taarifa zako. Sasa nawaonya. Jana. Hawa watu ni washenzi kabisa. Mnajifanya watangaza nini? Sio mnaleta uchawi katika kijiji chetu. Mmekuja kutuibia mazao, si ndio? Sasa nawaonyeni huruma yenu, kwa sababu hamjavuka katika mpaka kijiji changu, na kama mngevuka mpaka nikikata vichwa vyenu. Vijana, vijana, naomba mhakikishe ulinzi. Kunaba hao watu watataribia vijana wetu. Fuga ndevu, kuongopea watu. Nataka kuwafundisha nini watoto wa kijiji changu? Sasa nawaambieni msivuke, na mkivuka mtajua kama mimi mtoto wa mwenyekiti ama mtoto wa mjumbe wa nyumba 10. Pumbavu. Tunaelewana? Tunaelewana vijana? Sawa. Haya, tunakali kijijini. Meisha hiyo mkubwa. Allahu Akbar. Naam, ndugu zangu, jukumu tulolijia kama mnavyoona, sekeseke la hichi kijiji kisha tukuta kama hivi. Sasa mazingira yamekuwa magumu, lakini hapo japokuwa yamekuwa magumu, naona Mwenyezi Mungu amesema wama kunna muhadhibina hatta nabata rasula. Hakutaka kumwadhibu mwanadamu mpaka ampelekee mjumbe, na mjumbe wenyewe ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa waja wake sisi. Sawa? Lengo tukumbushane. Kwa hiyo sasa tumekutana na changamoto hii, sawa, tusikate tamaa. Naomba tuendelee nayo. Watakaa sawa. Tusikate tamaa, tuendelee kuomba Mungu. Au unasemaje Sheikh Osman? Naam, Sheikh Abu, nimekuelewa vizuri, na istoshe katika jambo la Uislamu, katika jambo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hivi vitu ni vya kawaida. Changamoto katika haya majambo ni ya kawaida. Kama tuliona wenzetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walipigwa mawe, Mwenyezi Mungu akashusha shani, akampa akili mtume wetu kwenda kukimbilia kwenye mapango, kiasi kwamba anakimbilia kwenye mapango, na Mwenyezi Mungu akashusha neema, akashusha utandabuji, wale makuleshi wakampita. Kwa hiyo kama mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepigwa mawe, kwa nini sisi leo tusikubaliane na changamoto ambazo tutakuta kwa waja ambao hawana elimu, hawajui Uislamu, hawajui thamani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, shani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mashe wangu, mimi naamini leo tumekatazwa kutoka katika hichi kijiji, na tumekataza hata kukanyaga katika ardhi ya hichi kijiji.
Mimi naamini Mwenyezi Mungu anatupa mitihani ya kuamini na kutupima sisi waja wake tuna imani kiasi gani. Kwa sababu kuna wenzetu kama sisi wapo sasa hivi majumbani, hakuwa tena wazo wa kwenda kutoa dawa katika sehemu mbalimbali, na kuna watu wanahitaji haja ya dawa. Lakini kwa nini sisi Mwenyezi Mungu atupa ile wazo? Kwa hiyo ni mahaba ya Mwenyezi Mungu na ni mahaba ya Uislamu na katika kuipambania na kuubeba Uislamu. Kwa hivyo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mashaallah, mashehe zangu kweli mmezungumza, lakini maisha yanazidi kuwa ni magumu. Kama ni vyakula tushatumia vishaisha. Sasa na kule kijijini tumepigwa peni tusiingie. Maandiko matakatifu yanasema vile vile, jiokoe wewe mwenyewe. Huko tunakoelekea naona ngoma ni ngumu. Unapoona mimi nina miaka 19 hapa nilipo, kweli nimekuja kufanya kazi ya dawa. Lakini nitakuja kufia hapa siku kwa siku, hata sipate sehemu kuna nini kufanya hata nusura Allah. Kwa hiyo mimi binafsi mashehe zangu, ngoma mimi niachie ngazi. Ngoma imezidi kuwa ngumu. Sababu laiti tungekuwa tunapata hata nafasi ya kwenda kuchukua bidhaa, tuseme tutaishi hapa porini, lakini tunaambiwa tusikatize pale kwenye kile kijiji. Mtu atakayekatiza kule kichwa chao halali yao. Wenyewe mashehe zangu wameshuhudia. Wamekuja wana kijiji wote hapa wametuzunguruka. Haya, ukipita kule utakachofuata nini? Kwa hiyo mashehe zangu mimi ya kwangu mimi ni hayo, wa hadha salamu wa afa minkum. Shekhe, labda kwa kutia nguvu hapo. Sheikh wangu nakata tamaa kwenye majambo ya Mwenyezi Mungu. Sheikh wangu nakata tamaa kwenye neema. Watu wamekufa shekhe. Kuna watu walivunjwa shingo zao katika vita ya Badri. Vita ambayo Waislamu walipata tabu. Vita ya Uhud. Na hakuna hata mmoja alokata tamaa. Wewe leo hujapigwa hata jiwe. Shekhe, hujapigwa hata kidaka cha sula. Njaa mwalimu wangu. Mwenyezi Mungu kama katupa nafasi, kama katupa wahai, unafunga cha kufuturu hakuna. Hilo sio tatizo. Kwa unafunga peke yako shekhe? Sisi wote hata iftari yenyewe imekuwa ngumu. Alikuwa anaweza Nabii Isa Yesu anafunga siku ngapi? Siku 40 usiku na mchana. Lakini kwa karne tulikuwa nayo shehe wangu, wewe ufunge mpaka usiku. Cha kufuturu hakuna kweli? Sheikh Abubakar. Naam. Mimi sipo sawa na huyu bwana. Huyu kama naenda, mwache aende. Mimi nitaipigania na nitaupambania Uislamu katika kutoa dawa mpaka niwe hapa kijijini. Na sitondoka mpaka waelewe. Kwa sababu kama mimi nipo, Mwenyezi Mungu yupo nyuma yangu. Na ananiongoza na anajua hizi changamoto zinazopitia. Kwani hakuoni kama Mwenyezi Mungu mja wake unapitia changamoto? Najua. Sasa inatakiwa sisi tumkabidhi yeye Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndo anayejua makubwa na anayejua madogo. Yeye ndo anayejua yote yatatokea. Sheikh, umesikia? Akata tamaa vipi bwana? Mwambie Sheikh Abu Fai kusimama kwa ajili ya Allah ili kuwalainisha wale mabwana mimi. Hilo ndo la kusema. Tuingie kule tuweze kufanya kazi ya dawa. Unakata tamaa katika majambo ya Mwenyezi Mungu. Ala, tuseme tufanye kazi ya limradi tu. Yatatukuta makubwa. Huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tufanye kisimamo. Hicho ndio cha kuongea. Ili tupate kuingia kijijini kule tuzidi kufanya kazi yetu. Au majnuni watafeli tu. Unakata tamaa. Sheikh Swaleh. Naam. Kwanza mimi nasikitika sana kwa maneno yako. Ila kikubwa kwanza tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu. Innamal a'malu binniyat. Sawa? Hamna jambo linalofanyika bila ya nia. Kwa sababu sisi wenyewe tumetoka majumbani kwetu, tumekuja huku mpaka sasa tuko hapa. Tushatia nia, tumekusudia na mpaka leo tuko hapa. Kwa sasa unavyosema wewe imani imekushinda unahitaji kurudi, hii hapana. Hauwezi kurudi. Nikiwa mimi kama kiongozi wako natoa kauli, huwezi kurudi. Kikubwa kukaa, kufanya istighfari kwa wingi, kulia kwa Mwenyezi Mungu. Sawa? Tusimame kisimamo ili tuendelee kuwalingania wale, tulainishe nyoyo zao, watanyoka, watakuja kwenye mstari. Sawa? Kwa usikate tamaa. Mizazi sisi tupo. Swala la vyakula sawa vimeisha, si nini. Mwenyezi Mungu muweza wa kila jambo. Tutafanikiwa. Sawa? Ama mnasemaje nyinyi wenyewe ndugu zangu? Sababu wamehesabu kwa sababu umesema hivyo. Wala mimi sina shaka kwa sababu wewe ni amiri jamati. Kwa hiyo maana hakuna kitakachoharibika. Ila naona kweli tufanye safari lakini visimamo vya usiku tufanye. Kwa maisha kuishi hapa porini na mwezi huu mtukufu tushinde na njaa, tulale na njaa. Kule hatukatizi, inabidi tufanye safari, tuingie kijini kule kwa sababu lengo letu ni dawa. Sasa hapa porini tunafanya dawa.
Wanyama. Sijui mimi yangu unanielewa hapo? Nakuelewa ndugu. Kwa hiyo inabidi tufanye istighfari, tufanye visimamo, tuingie kijijini pale, piga wao walainike mioyo yao, watakaopenda wachukue, watakaochukia wachukue, watakaotuelewa watuelewe. Hapo tukipata hata watu 5, lakini lengo tufikishe nini? Tufikishe dawa, kuliko tukae porini hapa, alafu tusifanye chochote, ni hasara. Sawa. Kwa sababu sio malengo alitutoa kule, tumetolewa tumekimbizwa huko. Leo sijaingia jana. Kwa hiyo nilikuwa naomba leo msikilize. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam. Bili kidogo nitakupigia. Karibu. Asha karibia ndugu yangu. Kwema. Safi. Kwa majina naitwa Sheikh Othman. Nimetokea Dar es Salaam kwenye nimekuja kwa ajili ya kupeana darasa na kupeana mada zinazomuhusu Mwenyezi Mungu na katika kueneza Uislamu wetu. Na isitoshe huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo nipo na wenzangu, lakini mimi nimekuja kwa upande huu kuja kuzungumza. Nadhani na wewe ni Muislamu mwenzangu. Basi uzuri, na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema umma huu ni umma bora, kwa sababu tunaelekezana mazuri na tunakatazana mabaya. Kwa hiyo kwenye kuzungumza haya, ndugu yangu, Uislamu na mambo mengi sana, hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kuna majambo ukiyafanya basi Mwenyezi Mungu anakupa neema moja kwa moja, na ndio maana kwa kujua haya tumeacha familia zetu, tumeacha mambo yetu, tunakuja kwa ajili ya kujitolea katika majambo tunayojua kwenye Uislamu na mambo mazuri yanampendeza Mwenyezi Mungu. Basi tuyafanye ndugu zangu, kwa sababu uhai ni punje tu. Shekhe, uhai ni punje tu. Yaani Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kukuchukua kwa muda wowote. Sasa anatuchukuaje? Aidha umefanya mambo mazuri ambayo hata kule inakuwa kama ni nafasi ya kwenda kukaa kwenye Jannatul Firdausi, au ya kwenda kukaa kwenye sehemu bora kule. Pepo Mwenyezi Mungu ni pepo nzuri sana. Yaani maana yake maisha ya kule ni maisha mazuri. Maisha ya kule tunatengeneza hapa katika ulimwengu wa dunia. Maisha ya kule shekhe tunatengeneza hapa kwa kufanya mambo mema. Shekhe, sasa hivi dunia imeharibika. Mfano mzuri jiangalia hata wewe shekhe. Ni kijana wa Kiislamu, shababu, tena mahasha shababa, lakini cheki ulivyonyoa shehe wangu. Allahu Akbar. Shekhe, tunaupeleka wapi Uislamu? Wakati kuna watu katika vita ya Badri, enzi hizo maswahaba walikatwa hata maini yao. Wakina Hindu bin Utba bin Rabi'a alikata maini ya Hamza, akasema mimi nayatafuna haya mabichi kwa ajili Hamza alikuwa anautetea Uislamu. Watu walikufa, walikuwa wanachinjwa kwa ajili ya Uislamu. Sisi sasa hivi umma huu hata chembe ya imani hatuna. Shehe, mimi na nyuma sio kama mimi labda nina mambo mazuri ambayo nayafanya, lakini kwa hichi kidogo Mwenyezi Mungu alichonipa basi lazima niwafikishie Waislamu wenzangu, na ndio maana tukaacha familia zetu sisi. Wallahi nakwambia, wallahi kifo kinatuita, na kifo kinakuja muda wowote kuanzia sasa. Yawezekana mimi shekhe natoka hapo Sheikh Othmani ukasikia nimekufa. Hivyo ninavyokuambia shekhe, hata wewe badilika, kwa sababu kuna watu leo ndugu zangu wapo hospitalini wanashindwa hata kupata nafasi, hata kupata wasaa wa kumuomba Mwenyezi Mungu. Lakini sisi Mwenyezi Mungu ametupa nafasi, tuna miguu miwili, tuna mikono miwili, tuna afya tele.
tunashindwa kusambaza Uislamu, tunashindwa kupambania Uislamu, tunashindwa kusema mambo mazuri kwa ajili ya Uislamu, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shekhe, haya yote ni mahaba ya Mwenyezi Mungu. Shekhe, haya yote ni mahaba tena aliyopitiliza. Kwa mimi sina mengi ndugu yangu. Kama utaamua kubadilika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, usibadilika kwa sababu leo mimi Sheikh Othmani nimekuja nyumbani kwako, nimekuja kukuambia mazuri ukabadilika. Usibadilike kwa ajili yangu mimi. Badilika kwa ajili ya Allah. Badilika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ili kesho iwe nzuri. Kuongea. Naam Sheikh. Naam. Hapa kuja kunibatikia au mkuja kuelewi. Sheikh, mimi sijabwatuka Sheikh. Kama unaamini nimebwatuka, sawa, lakini mimi Sheikh sijabwatuka. Mimi nimezungumza mpaka wewe unapokuja hapo unaponipokea maana yake nini? Kwa hiyo hapo mimi unanielimisha au unanifanya nini sasa? Kwa sababu mpaka dakika mimi nashindwa kuelewa. Wewe unakuja hapa unataka kunipokea kofia kwa maana yake nini? Kwa hiyo ndo unajua dini zaidi, si ndio? Sijapona sisi hatujui au kwa sababu tunapoona hivi tunanyoa hivi tunakuwa kama hauni hatujui dini sisi. Wewe ndo unajua. Sijamaanisha hivyo shekhe wangu. Shekhe, mimi nimekuelekeza tu, kama kuna sehemu tunakosea basi turudi katika ile njia ya Mwenyezi Mungu. Mambo hapo hapo. Wewe umesoma? Unaijua dini wewe? Ninyi ndo wale maisha ambao mnajifanya mnafunga alafu amswali. Wakati unaambiwa swala yenyewe namba 5, funga yenyewe namba 5 swala. Umeona bwana unakuja kunipia? Hebu wanisikize wewe. Alafu mimi nimekuheshimu sana. Sawa? Yaani mimi nimekuheshimu kweli kweli yani. Mpaka unavyoongea hapa mdote mimi nakusikiliza. Mimi wasimsikizage mtu mara mbili. Umeelewa? Shekhe, mimi sijaja kwa ubaya. Basi kama umekuja labda unataka kueleza kama mimi nilichokuambia ni kibaya, basi niache tu niondoke shekhe. Sasa hapa cha kufanya tufanye kitu kimoja. Shekhe, hicho nini unataka kufanya? Shekhe, muogope Allah. Shekhe, wallahi muogope Allah shekhe. Shekhe, nini tena unataka kufanya shekhe? Yaani kwa hivi, unajua sisi ni Waislamu. Ndio. Alafu unapokuja sehemu ya mtu mwana ametulia ukwake au wapi, inabidi uje kwa ustaarabu. Sio unakuja kwa kufoka. Shekhe, kwa sababu haya mambo haya mambo ni mambo ya kuelimishana, ni mambo ya kawaida tu. Jamani, sio kutolea na hasira kwa sababu unakuja hapa ni kama vile yani sasa nisikize, hebu ngoja. Shekhe, lakini mimi sijaja kwa baya. Shekhe, toa mikono. Unanijua vizuri. Toka hapo na kuona hapo nisione sura yako. Subhanallah. Nisione sura yako, ondoka sasa hivi. Subhanallah. Allah nifanyie pesa. Allahu Akbar. Chawi, mnasubiri mnatafuta nini? Ndio mmemloga mdogo wangu nini?
Pesa imenipita. Samahani. Vipi? Ana shida gani? Ajifafa muda mrefu tunamsumbua ajifafa. Hebu kaa chini. Taratibu. Kitumbo. Cool down. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر حاسد إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر حاسد إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين إذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر حاسد إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الناس ومن الناس رحم الناس من شر الشيطان الناس يا قدوس يا قدوس يا الناس بسم الله الرحمن يا الرحيم قدوس يا قدوس أعوذ بالناس يا ومن الناس الله يا أعوذ الله بالناس يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الناس مجيب من الناس بسم يا الله الرحمن مجيب الرحيم يا مجيب أعوذ بالناس ومن الناس يا رحم الناس مجيب من شر يا الشيطان مجيب الناس يا سميع يا سميع الناس يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا الله 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 يا يا الله يا الله يا الله Kitumbo. Unaona kitumbo? Najisikia hivi. Mbona nasikia moto? Bwana. Nakuja hivi. umesikia Vizuri. Kitumbo mzima. Simama shwa. basi iko sawa huyo. Uko sawa kitumbo. Naam. Unasikia? Haya maji ukirudi nyumbani sawa, utahifadhi vizuri, utachukua kidogo, utatia kwenye ndoo ya maji, utaenda kuoga asubuhi, jioni, baada siku 3 tu fululiza basi. Kabisa. Hamna shida. Hata umo tena. Hata umo tena. Basi asanteni sana mashehe. Mlikuwa mnaelekea wapi? Sisi tuko kwenye harakati za dawa. Basi jioni mje nyumbani kufuturu ili tuendelee kuongea vizuri. Haya. Asanteni sana. Sana kitumbo. Uko sawa kitumbo? Pole sana kitumbo. Ndugu yangu kitumbo. Unyoshaji wa safu ndo ukamilifu wa swala. Allahu Akbar. Warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakika mafanikio ya wanadamu makaburini na kesho ahira, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ndani ya dini, na dini ni kufuata maamrisho Allah subhanahu wa ta'ala na mwendo sahihi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashallah, tunashukuru sana ndugu zetuni katika imani ambao tuliingia katika kijiji hiki, japokuwa mlitupinga, ila na sisi hatukukata tamaa, tukasimama visimamo kwa uwezo wa Allah. Inshallah tumefanikiwa kushiriki ibada na nyinyi, kwa kumaanisha kwamba Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo shehe zangu, mafanikio ya wanadamu hapa duniani, makaburini na kesho ahira, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka ndani ya dini, na dini ni kufuata maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwajenga maswahaba zake katika sifa nyingi sana. Endapo sisi tashikamana na sifa 6 kivitendo, itakuwa ni sababu ya kuingiza dini kamili ndani ya maisha. Sifa ya kwanza, imani na yakini. Sifa ya pili, iqamati swala,
Sifa ya tatu, ilmu mazikri, yani ilmu na zikri kumaanisha kusoma kitabu na utaji wa Allah na kutoka khuruju fi sabilillah, yani katika njia ya Allah kwenda kulingania nini? Kulingania watu. Kama sisi tulivyotoka, ndio sifa ngapi? Ya tano. Kwenda kulingania. Kwa hiyo mashallah, mashehe zanguni, mimi sina mengi sana. Nashukuru sana kwa kushiriki wote kwa pamoja, kwa sababu tumekuja hapa na manamiri wetu akaona nyenyewe kijana wake. Kwa namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupokea katika kijiji hiki kwa changamoto mbalimbali, lakini yamkini leo mmetuelewa, tuko pamoja katika ibada na shiriki. Kwa shida tuko porini, tumekimbizwa kijijini kule, ila na amani kila kitu kitenda sawa. Hadha salamu alaykum. Naam. Hapa sasa tukimpa nafasi ndugu yetu mwenyekiti. Naam. Na kukaribisha kidogo utoe neno kama shukrani. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Mimi kwanza nione haya, nione pia na aibu kwa nilichowafanyia mashehe wangu. Hakika sisi ni binadamu, mwanzo wetu na mwisho wetu ni kwa Mungu tu. Tuwapokeni vibaya sana mimi na wananchi wangu, lakini hatimaye leo Mwenyezi Mungu ametunyoosha na tumemjua na tumetambua makosa yetu. Kwa hiyo sisi tunaomba ndugu zetu msituchoke. Mimi binafsi yangu natamani mkibaki katika kijiji chetu, sio katika mfungo huu tu wa Ramadhani, mubaki na sisi katika kijiji chetu. Na kuhusu mazao, sasa mtapata kabla wananchi wapatie chakula pamoja na hifadhi ya kuishi. Pia naomba tupatie mwalimu. Mimi kama mwenyekiti mtoto wake tutafanya pale nyumbani kwangu na mashamba pale, tutatengeneza madarasa pamoja na misikiti kwa ajili ya kusaliwa wananchi wangu, maana katika kijiji chetu hakuna msikiti. Kwa hiyo shehe wangu, nikuombe sana, nikuombe radhi shehe wangu. Hamna shida. Unisamehe sana mimi na wananchi wangu. Thamani yenu mashehe, na kwa msaada wenu pamoja na Mungu tuwezesha leo mdogo wangu Kitumbo ni mzima. Umenisaidia sana, maana sijui ingekuwaje. Kitumbo, sio mdogo wangu. Nahuzunika sana. Niseme tu asanteni sana. Mama hapa kidogo kuona. Hapo. Semeni ndio tunashukuru sana. Nimekuwa na mashehe hapa. Basi yangu mimi ni hayo. Ningeomba mashehe wangu baki sana, baki katika kijiji changu. Na hata mkiondoka basi mrudi, isikie nipo nyumbani. Sisi ni binadamu na pia hatujakamilika. Asanteni sana. Nadhani sasa hivi ndio tumepata wakati wa kutambuana. Tulivyoingia mwanzo katika hichi kijiji, watu wengi sana hamkuweza kutuelewa sisi ni wakina nani. Sisi ni mashehe kutoka Dar es Salaam katika msikiti wa Kiblatain. Tulikuja kwa ajili ya kueneza Uislamu, kwa ajili ya kupambania Uislamu na kwa ajili ya kupeana dawa kujua Uislamu, na hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini tukaingia hapa tukakutana na vita, tukakutana na hasadi, tukakutana na chuki. Hivi mpaka leo ninapozungumza, mguu wangu leo nimepata kilema kwa ajili ya Uislamu katika kitongoji hichi. Kwa mimi ninachosema ndugu zangu, yote tumemwachia Mwenyezi Mungu, na kikubwa Mwenyezi Mungu kashusha shani. Wote mmeelewa nia yetu na madhumuni yetu, wote mmesilimu. Mwenyekiti, mtoto mwenyekiti na vijana wake wote mmeelewa Uislamu ndio dini ya haki, na hii ndio tuliokuwa tunahitaji. Hivyo tutarudi nyumbani kwetu
na tutarudi katika jamii zetu, tutasema kweli kazi ya Mwenyezi Mungu aliyotutuma, kazi ya Uislamu basi imeleta matunda kwetu. Maana kitendo cha kukubali kusilimu kuingia katika dini ya haki ni jambo la busara. Nadhani Sheikh Abubakar, haya ni mahaba mazito ambayo Mwenyezi Mungu atufanyia neema, tusirudi hivi. Tumerudi na jambo kubwa. Kabla ya kumaliza, nadhani tungepata dua kwa pamoja Sheikh, ili tumalize, tuagane na tuacheni salama. Na naamini kwa uwezo wa Allah tutakutana tena, tutarudi kwa mara nyingine tena. Tutakuta kijiji chote tuna Uislamu, kijiji chote kina nuru, kina vizazi ambavyo vinaijua Qur'ani na vinahifadhi Qur'ani. Tusemeni inshallah. Mimi nashukuru sana ndugu zangu.